Moja pia kati ya taarifa ambayo muda huu napenda nikufahamishe kuhusu kile ambacho pia kimeendelea kujili huko nchini Ukraine baada ya simu kati ya Putin na rais kutoka nchini Marekani bwana Donald Trump, ambako wiki hii pia marais hao kutoka Marekani na Urusi walikubaliana kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya kiraia huko nchini Ukraine, lakini bado pamekuwa pazito, ambako pia mpaka sasa bado Urusi imeendelea kufanya mashambulizi makubwa huko nchini Ukraine, ambako wakati pia wa simu hiyo inakumbukwa Putin na Trump walikubaliana kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya kiraia huko nchini Ukraine, ambako sasa kufikia jana jioni Machi 22 mwaka huu takribani raia 13 walikuwa tayari wameuawa na wengine 83 kujeruhiwa tangu Putin akubali kusitisha mapigano kwa sehemu huko nchini Ukraine, ambako taarifa kubwa ambayo pia iliweza kuripotiwa siku ya jana kuamkia leo Machi 23 ni kuhusu ya kuwa Urusi iliweza kuzindua mashambulizi makubwa ya ndege takribani 564 ambazo pia iliweza kuzirusha kuelekea Ukraine, ambako jeshi la anga la Ukraine liliweza kunasa ndege 289 kati ya hizo 564 zikiwemo ndege zisizo na rubani aina ya Shahed. Ndege zingine 207 zilitoweka kutoka kwa rada kabla ya kufikia malengo yake, ambayo huenda yalifanya kama griba za kulemea ulinzi wa anga wa Ukraine. Karibu sana katika uchambuzi huu mfupi kuhusu hichi ambacho kinaendelea Urusi na Ukraine kupitia sauti ya Marekani. Je, inawezekana kweli Trump kuifanya Urusi kuweza kusitisha mashambulizi hayo vile pia ambavyo aliweza kubaliana na Putin, japo mpaka sasa tayari imeonekana kuwa bado mazungumzo hayo au makubaliano hayo kama hayatekelezwi? Kremlin mnamo Machi 18 ilitangaza kuwa imekubali kusitishwa kwa mapigano kwa sehemu iliyopendekezwa na Amerika dhidi ya malengo fulani huko Ukraine, ikidai ya kuwa rais wa Urusi bwana Vladimir Putin alijibu vyema pendekezo hilo la mara moja, ambako pia aliweza kuamuru vikosi vyake vya jeshi kusitisha mashambulizi nchini humo, ambako licha tangazo hilo lilotolewa baada ya wito kati ya Putin na rais wa Marekani Donald Trump, mashambulizi ya makombora ya Urusi na ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine bado yameendelea. Bado kuna mkanganyiko kuhusu ni nini hasa kinalindwa na usitishaji mapigano kwa sehemu, kwani usomaji wa simu iliyotolewa na ikulu ya Marekani ulitofautiana katika maneno yake. Viongozi hao walikubaliana kuwa harakati za kuleta amani zitaanza na usitishaji mapigano wa nishati na miundombinu. Ikulu ya White House ilisema hivyo. Wakati wa mazungumzo, Donald Trump aliweza kutoa pendekezo kwa pande zote mbili kujiepusha kabisa na mgomo wa miundombinu ya nishati kwa siku 30. Kremlin, yani ikulu ya Urusi, ilisema hivyo, ambako pia katibu wa wanahabari wa ikulu ya White House kutoka nchini Marekani Caroline Levitt aliulizwa Machi 19 ikiwa angeweza kuelezea ni nini hasa kitashughulikiwa na usitishaji huo wa mapigano, lakini aliwaambia tu waandishi wa habari kurejelea usomaji au simu kati ya Putin na Trump. Kremlin Machi 21, yani siku ya Ijumaa wiki hii, iliweza kupunguza maradufu tafasiri yake ya usitishaji mapigano kwa sehemu, ikisisitiza ya kuwa inatumika tu kwa miundombinu ya nishati na ilikuwa bado inafanya kazi. Licha ya hayo pia vikosi vya Urusi vinaendelea kushambulia miji ya Ukraine kwa makombora, ndege zisizo na rubani pamoja na mizinga, ambako kufikia Machi 22, yani siku ya jana, takribani raia 13 walikuwa tayari wameuawa na wengine 83 kujeruhiwa tangu Putin akubali kusitisha mapigano kwa sehemu. Inaripotiwa ya kuwa jeshi la anga la Ukraine pia liliweza kunasa ndege 289 kati ya ndege 564 za Urusi zilizorushwa, zikiwemo ndege zisizo na rubani aina ya Shahed kuelekea nchini humo.
ambako pia Machi 21 Ukraine ilishutumu Urusi kwa kushambulia kwa makusudi kituo cha mita za gesi cha huko Sodiza katika jimbo la Kursk katika jaribio la kuilaumu Ukraine. Hakuna mgomo ulioripotiwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine tangu mnamo Machi 19, ambako pia miundombinu ya kiraia iliyoguswa mnamo Machi 21 inajumuisha, lakini sio mdogo, kwa miji mirefu ya makazi, nyumba na miundombinu katika mkoa wa Zaporizhia, lakini pia miundombinu ya kijamii, orofa ya juu ya makazi na nyumba 7 za kibinafsi, magari na makaburi katika eneo la Kherson. Pia biashara za ndani, nyumba 6 na njia ya umeme katika eneo la Dnipropetrovsk. Pia miundombinu ya kiraia iliyoguswa mnamo Machi 20 inajumuisha, lakini sio mdogo, kwa miundombinu muhimu, maeneo ya makazi na vifaa vya kijamii katika oblasti ya Kherson. Biashara ya kilimo na nyumba 12 katika jimbo la Dnipropetrovsk, lakini pia makao ya juu, kituo cha ununuzi na maduka kadhaa huko Odessa. Pia miundombinu ya kiraia iliyoguswa mnamo Machi 19 inajumuisha, lakini sio mdogo, kwa nyumba, majengo ya makazi na miundombinu ya reli huko Kropyvnytsk katika wilaya ya Kirovohrad. Pia majengo 4 ya juu, nyumba 18 na mnara wa simu huko Kherson, nyumba 6 na kliniki ya matibabu huko Kharkiv. Pia jengo 1 la ghorofa, nyumba 1 na kituo cha ununuzi katika eneo la Same. Ripoti 26 za uharibifu wa magari, vyumba, nyumba za watu binafsi, majengo ya nje na miundombinu katika jimbo la Zaporizhia. Na hizi pia ndizo baadhi ya sehemu ambazo tayari zimeathirika na mashambulizi ya Urusi tangu pia makubaliano kati ya Putin na Trump ya kusitisha mapigano katika miundombinu ya kiraia au nishati huko nchini Ukraine. Lakini bado hadi sasa pia ripoti za mashambulizi kutoka Urusi kuelekea Ukraine bado zinazidi kuripotiwa, ambako pia hadi sasa bado kabisa vita hivi ni kama viko vinaendelea kushika kasi kwa kufanya mashambulizi zaidi katika miundombinu, ambako sasa kila ambacho zaidi pia kinasubiriwa ni kuona kila ambacho huenda kikazungumzwa kwenye mkutano ujao kati ya viongozi kutoka Urusi na Marekani huko nchini Saudi Arabia. Hivyo basi pia ambacho kitakuwa kinajili nitazidi kuwafahamisheni pia ambacho kitazungumzwa katika mkutano huo ambao unafanyika hivi karibuni. Cha msingi endeleeni kunifuatilia kila siku na kila wakati ili pia kuona je, kila ambacho kitazungumzwa huko huenda Urusi ikatekeleza au la. Pia kama namna ambavyo mnaona pia bado Urusi inazidi kuripotiwa kufanya mashambulizi huko nchini Ukraine licha Donald Trump na Putin kukubaliana Machi 18 ya kwamba kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu huko nchini Ukraine.